Mungu wetu, pokea sifa, jina lako litukuzwe milele yote. Wewe ndiye Mungu. Asante kwa upendo wako, baraka zako, neema yako na kibali chako. Tunakushukuru Bwana ambaye umetupa nafasi tena ya kuja nyumbani mwako jioni hii ya leo. Lihimidiwe jina lako na litukuzwe milele yote, kwa sababu wewe ni Mungu. Tunakushukuru Roho Mtakatifu uliokuwa pamoja na sisi. Tunaomba ukatupate kutufunulia akili zetu, tukapate kuyaelewa na maandiko, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Unijalie mimi mtoto wako na mtumishi wako kulinena neno lako kwa hekima, kwa ufahamu na kwa maarifa yote, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na kila mmoja Bwana aliyepata nafasi ya kuja nyumbani mwako, na wale wanaotufuatilia online mahali kwa njia online TV na kwa njia ya radio, tunauomba mkono wako na nguvu zako ziwahudumie huko waliko, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na watu wote tuseme amen. Pige Yesu makofi na vigelegele vya shangwe. Haleluya. Ninaomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Kipekee nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa neema yake ambayo ametupa tena kufika nyumbani mwake kwa majira haya ya jioni. Pia nichukue nafasi hii kumshukuru mtumishi mwenzangu mwinjilisti Oscar Munisi. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Na nichukue nafasi pia kuwashukuru waimbaji praise team. Mungu awabariki, awatumie na aendelee kuwainua kwa viwango vingine kwa ajili ya utumishi wenu mwema uliotukuka. Bwana Yesu apewe sifa. Bila kupoteza muda, nataka tupate nafasi ya kwenda kwenye somo letu moja kwa moja ambalo Mungu ametupa, ambalo tutatembea nalo jioni kwa wiki hii nzima. Na somo letu linasema vita dhidi ya roho ya Farao. Vita dhidi ya roho ya Farao. The battle against the Pharaoh spirit. Na nilikupa lengo la somo ile siku ya jana, nikakwambia lengo la somo ni kukupa maarifa ya kiroho ya namna ya kutambua na kupambana na roho ya Farao ili uweze kufanikiwa kimaisha. Lengo la somo ni kukupa maarifa ya namna ya kutambua na kupambana na roho ya Farao ili uweze kufanikiwa kimaisha. Na jana nilikuwekea utangulizi nikakwambia unatakiwa umtambue Farao kama, usimtambue Farao kama mtu, mtambue Farao kama roho au kama mfumo wa kiroho ambao unapigana na maisha ya watu, unanyanyasa maisha ya watu na unaharibu maisha ya watu.
Unajua, unaposoma Biblia ni kitabu cha kiroho. Kila kilichoandikwa ndani ya Biblia ni fundisho. Sasa ukikisoma kama hadithi hakuna kitu utapata, lakini ukikisoma kama fundisho kuna kitu utapata. So, kwa hiyo tunaposoma Biblia, tunapoona habari ya roho ya Farao, ni kitu ambacho kiko ndani ya Biblia. Sasa nataka tuanzie kwenye kile kitabu cha Ezekieli ule mlango wa 29. Nataka tumuone huyu Farao alikuwa nani, na tuone pia makazi ya hii roho pia yanakaa wapi. Jana sikukwambia, leo nataka nikwambie. Kitabu kile cha Ezekieli ule mlango wa 29. Biblia inasema katika mwaka wa 12 na mwezi wa 12, siku ya 12 ya mwezi, neno la Bwana likanijia na kusema, mwanadamu, elekeza uso wako juu ya Farao mfalme wa Misri. Kwa hiyo Biblia inatuambia Farao alikuwa ni mfalme wa wapi? Wa Misri. Nataka upate hiyo neno, Farao, mfalme wa Misri, ukatabiri juu yake na juu ya Misri yote. Kwa hiyo huu ni unabii ulikuwa unatoka sasa. Nena useme, Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi nakuja juu yako, ewe Farao mfalme wa Misri. Ewe Farao mfalme wa Misri, joka kubwa atokaye kati ya mito yake, aliyesema mto wangu ni wangu mwenyewe, nami nimeufanya kwa ajili ya nafsi yangu. Mto wangu ni wangu mwenyewe, nami nimeufanya kwa ajili ya nafsi yangu. Kwa hiyo nataka uone hii roho ya Farao inatafsiriwa hapa kama joka, na ilikuwa inapenda kukaa kwenye maji. Ndio maana ukisoma Biblia unaona Farao alikuwa anaenda mtoni kuoga. Ni kwa sababu hii spirit ilikuwa inakaa kwenye mito, na kwa sababu hii spirit ilikuwa inakaa kwenye mito na yeye ndo alikuwa kiongozi wa lile taifa, manake hii spirit watu walikuwa wanakunywa maji ya ile mito, wanayatumia kwa ajili ya shughuli zao. Kwa hiyo walikuwa wanapokea hii spirit ndani yao. Kwa hiyo roho ya Farao iliwaingia wa Misri, na hii roho iliyokuwa kwa yule mfalme anaitwa Farao ilikuwa ni roho ya nyoka. Sasa hapa tunatumia neno joka, lakini ukisoma kwenye Biblia ya Kiingereza anatumia neno dragon. Manake ni lile lijoka kabisa linalotema nini? Moto. Ukisoma Biblia yako, shetani amejifunua katika Agano la Kale kama nyoka, lakini katika Agano Jipya shetani amejifunua kama nini? Kama joka. Si kama mnaeleweka? Kwenye Agano la Kale shetani alijifunua kama nyoka kwenye kitabu cha bustani ya nani? Ya Eden. Kwa hiyo tunamwona shetani pale, tafsiri ya pale kwenye Agano la Kale anatafsiriwa kama nyoka, lakini kwenye Agano Jipya hatafsiriwi kama nyoka, anatafsiriwa kama joka. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 12 unaona hiyo habari. Fungua na mimi kitabu cha Ufunuo 12, labda utokee hiyo ili niweze kuweka msingi vizuri. Ufunuo 12 ule mstari, anzia ule mstari wa kwanza. Ufunuo 12 mstari ule wa kwanza anasema, na ishara kubwa ikaonekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Mstari wa pili anasema, naye alikuwa ana mimba, akalia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Mstari wa tatu, ikaonekana ishara nyingine mbinguni, tazama joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Mstari wa 4, nao mkia wake wakokota theluthi za nyota wa mbinguni, akaziangusha katika nchi, na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Kwa unaona hii roho ya ili joka linalozungumziwa hapa, huyu ni shetani. Sasa ukisoma kwenye kitabu cha Ezekieli, huyu Farao anaitwa joka. Kwa hiyo ni roho ya kipepo ambayo ilikuwa imekaa kwenye mifumo ya nchi ya Misri. Na ndio maana unaona mifumo yao ya uongozi ilikuwa inaamini katika nguvu za giza. Ndio maana Farao alikuwa anaita waganga na wachawi na wenye hekima wote wa Misri, na wasoma nyota na wapiga ramli. Yaani manake jambo lolote la kimaamuzi lazima waganga wahusishwe, lazima wachawi wahusishwe, lazima wasoma nyota na wapiga ramli wahusishwe. Manake serikali yake ilikuwa inaongozwa kichawi, au naweza nikasema ilikuwa inaongozwa kishetani kwa lugha rahisi. Kwa tunapomwona Farao tusimuone kwanza kama mfalme aliyetawala Misri, natakiwa tumuone Farao kama roho.
Lakini pia tumuone Farao kama mfumo wa kiroho unaotesa na kunyanyasa maisha ya watu. Sasa hii roho ya Farao ilikuwa inapenda kukaa kwenye maji. Ndio maana unaona Farao kila muda alikuwa anapenda kwenda mtoni kuoga. Alikuwa anapenda mtoni kuoga. Hata binti yake alimkuta Musa majini. Alipokuwa anaenda kuoga majini ndo akakutana na kisafina cha Musa. Kwa hiyo yani alipokuwa anaenda kuoga kwenye yale maji alikuwa na activate ile spirit ili iweze kufanya kazi ndani yake. Paka hapo tuko pamoja. Kwa hiyo Farao ni roho na sio mtu. Mwangalie mwenzako mwambie Farao ni roho na sio mtu. Kwa ukienda na picha ya Farao kama mtu utaumia. Kwa hiyo ni roho kabisa inayotenda kazi. Lakini tukiangalia kwenye kile kitabu cha Ufunuo mlango wa 12, nataka uione hiyo roho. Huyu mwanamke aliyekuwa na mimba, tunaona ile tafsiri ya jana kwamba roho ya Farao inashughulika na vitu katika mwanzo wake. Yaani kila kitu kinapotaka kuzaliwa mwanzo inataka kukiua. Angalia hiyo roho tuliiona jana. Lakini hapa kwenye kitabu cha Ufunuo ule mlango wa 12, anzia ule mstari wa 3. Nataka uirudishe hapa kwenye ubao, nikuonyeshe kitu. Asa ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Mstari wa 4. Anasema na mkia wake wakokota theluthi za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Naye yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa. Na yule joka akasimama mbele ya mwanamke aliye tayari kuzaa. Alafu anasema ili azaapo amle yule mtoto. Manake kinachozaliwa kwanza anakiwai. Hii roho ya Farao, chochote kinachozaliwa kwanza anakiwai. Kama mahusiano yako ndio yamezaliwa tu hivi mapya, anayawai. Anaweza akayavuruga. Uchumi wako yani either umetengeneza mfumo wa kiuchumi, either ni biashara au umefungua kitu kingine ambacho ili kikupatie kipato, anakiwai. Anashughulika nacho kwanza, hataki kukipa nafasi ya kuongezeka. Ndio maana alitoa agizo wale watoto wote wa kwanza wauawe, wale wa kiume. Ni kwa nini? Alikuwa anashughulika na kile cha kwanza kinachozaliwa. Kwa hiyo hii roho huwa inapambanaga na vitu vya kwanza vinavyozaliwa kwenye maisha ya watu. Unaanza biashara mpya, inakufa. Ukiona hiyo biashara inakufa, ujue ni roho ya Farao imeshughulikia biashara yako. Unaingia kwenye mahusiano mapya, yanavunjika. Unaingia kwenye ndoa mpya, mwanzoni mwa ndoa kunatokea mgogoro mkubwa mpaka ndoa inataka kuharibika. Kumbe ile roho la Farao limeshaona hii ndoa itakuja kuwa na kusudi kubwa mbele. Kwa hiyo dawa ni kuipasua hapa mwanzoni. Sio kila wanaoachana unafikiri kwamba hawakupendana. Walipendana vizuri kabisa. Yaani mpaka ufike hatua ya kusema mimi ninaenda kwa huyu binti, ninaenda kumtolea mahari, nitaamua kuishi naye. Na huyo binti aseme mimi nimeamua kukubaliana na huyu kijana, nitaamua kuishi naye katika hali zote. Alafu from nowhere unakuja kumwambia ondoka hapa nisikuone. Kichwa kikubwa kama siafu. Sijui nini, matusi kibao. Unajiuliza haya maneno yametoka wapi? Kumbe ni roho ya Farao iko kazini, imepasua mahusiano. Sio kila mahusiano yanayovunjika ukafikiri kwamba ni mwanamke ana shida au ni mwanaume ana shida. Kiroho nyuma ya hayo mahusiano kuna roho iko katikati yao, na ni roho ya Farao. Na nilikwambia hii roho ya Farao mara nyingi inatumiwa sana na wachawi. Wachawi wanatumiaga hii roho ya Farao kuataki maisha ya watu. Na ndio maana tunaona Farao alikuwa anawategemea sana waganga na wachawi. Hata Musa alipokuwa anaenda kule Misri, alikutana na waganga na wachawi. Manake Musa akifanya ishara hii, waganga na wachawi nao wanafanya ishara hii. Kwa ni roho ambayo inashirikiana sana na waganga na wachawi. Na wachawi na waganga wanaitumia sana hii roho kuataki maisha ya watu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa jana tuliona hiyo roho inakula kile kinachozaliwa mwanzoni, au inaharibu kile kinachozaliwa mwanzoni. Sasa nataka tuangalie namba 2, hii roho inafanyaje? Au leo tuangalie sehemu ya pili. Roho ya Farao inaweka maisha katika hali ngumu. Roho ya Farao inaweka maisha katika hali ngumu. Inaweka maisha katika hali ngumu. Kitabu kile cha Kutoka ule mlango wa 3 na mstari ule wa 19 mpaka mstari wa 21. Kutoka ule mlango wa 3 mstari wa 19 mpaka ule mstari wa 21. Anasema
nami najua ya kuwa huyo mfalme wa Misri hatawapa ruhusa mwende zenu, la hata kwa mkono wa nguvu. Mstari wa 19, nami nitanyoosha mkono wangu, nami nitanyoosha mkono wangu kwa kupiga Misri kwa ajabu zangu zote nitakazozifanya kati yao, kisha baadaye atawapa ruhusa mwende. Manake ni roho ambayo inasababisha maisha magumu ndani ya watu. Unafanya kazi kwa bidii lakini hautoboi. Ukishaona hivyo, hii roho ya Farao iko kazini. Unasoma lakini ni kwa ugumu sana. Yaani sio kwamba hautatoboa, utatoboa lakini umechoka. Utajenga lakini utajenga kwa ugumu sana. Kwa hiyo hii ni spirit ambayo inafanya maisha ya watu kuwa katika hali ya ugumu. Yaani kila kitu wanachokifanya kinakuwa na ugumu, hakiendi kama kinavyotakiwa kwenda, akiflow kama kinavyotakiwa kuflow. Yaani lazima kitakuwa na upinzani tu. Hicho akianza mahusiano lazima atakuwa na ugumu, akianza biashara inakuwa na ugumu, akianza chochote kile kinakuwa na ugumu. Kazini kwake akianza kazi inakuwa na ugumu. Inafika mahali anasema hii kazi imenishinda na achana na kazi. Unajua kuna mtu anafanya kazi anafika mahali anasema mimi naachana na hii kazi, sitaki kazi. Nini? Kuna upinzani, kuna ugumu amekutana nao kwenye hiyo kazi. Lakini ukiangalia kinachosukuma huo ugumu ambao anauona ni roho ya Farao. Kuna mambo kadha wa kadha hii roho inafanya. Ngoja nikwambie. Ya kwanza, inaweka upinzani. Upinzani wa kiroho, spiritual resistance, upinzani wa kiroho. Ndio maana ukiona kwenye lile andiko anasema kwamba yani huyu mfalme wa Misri hata wapa nyinyi ruhusa mtoke mpaka kwa mkono wa nguvu. Yani pamoja na nitaatilia mapigo juu yake, lakini hata wapa ruhusa. Kwa hiyo ni roho ambayo usifikiri kwamba kwa maombi ya kawaida inaweza ikakuachilia. Lazima upambane nayo. Waswahili wanasema lazima ufanye maombi kindakindaki, kuhakikisha unapambana na hiyo roho mpaka inaachia maisha yako. Ukiomba maombi ya kawaida, hiyo roho haitaondoka. Na ndio maana unakuta hii roho imetengeneza mfumo kwenye maisha ya watu. Wanapitia maisha ya ugumu, maisha ya mateso, maisha ya shida, mpaka wanafika mahali wanaona kwamba shida, mateso na ugumu ni sehemu ya maisha yao. Ndicho kilichofanya kwa wana Israeli. Walifika mahali mpaka wameshatoka Misri lakini wanatamani kufanyaje? Wanaona kama Musa anasema, Musa umekuja kutujeuka huku, unatuleta huku jangwani, turudi Misri tukale tukakutane na wale masufuria ya nyama. Ni afadhali kuishi katika maisha ya kifarao kuliko kuja kuishi huku. Yaani haikupi uhuru. Inataka watu waishi ndani ya utumwa, waishi ndani ya maisha magumu tu. Yaani haitaki kukupa uhuru wa kiuchumi, haitaki kukupa uhuru kwenye ndoa, haitaki kukupa uhuru kwenye eneo lolote la maisha yako. Inataka uishi kama kwenye ndoa unaishi kiutumwa, ukija kwenye uchumi unaishi kiutumwa, ukija huko ni utumwa, ukienda kazini ni utumwa, ukija kwenye kila eneo la maisha yako utumwa tu. Ni hii roho ya Farao inafanya hiyo kazi. Kwa hiyo ni roho ambayo inahitaji msuli mkubwa wa kiroho ili uweze kupata mpenyo, kwa sababu inapingana na kila kitu unachokifanya. Yaani ukifanya biashara, hii roho itakuwekea ugumu. Ukifanya kazi, hii roho itakuwekea ugumu. Ukitaka kufungua kitu fulani, hii roho itakuwekea ugumu. Unataka kuanza huduma kama we ni mtumishi, inakuwekea ugumu. Unafika mahali unamwambia Mungu, mimi nahisi Mungu sikukusikiliza vizuri, kwa hiyo naona hujaniita, mimi mwenyewe ndio niliyejiita, kwa hiyo huduma yako hiyo hapo. Kuna watumishi wameacha huduma, sio kwamba Mungu hakuwaita, ni kwa sababu wamekutana na upinzani wa hii roho ya Farao. Wakafika mahali wakasema, kama huduma yenyewe ndo hii, kama maisha yenyewe ndo hii ya haya ya kiutumishi, basi bwana, mimi nimeamua kufanyaje? Mimi nimeamua kuachana na utumishi. Kuna watu unawajua walikuwa ni watumishi wazuri wa Mungu, lakini sasa hivi wameacha huduma. Wameacha huduma kabisa. Kuna baba mmoja miaka ya nyuma, kipindi hicho naokoka, ilikuwa miaka 2010 miaka 2007 na 2008. Kipindi hicho niko mdogo kabisa, nasoma sekondari, lakini nilikuwa nimeokoka. Huyu baba alikuwa ni mwana fellowship. Siku hiyo tumefanya maombi vizuri fellowship. Mimi ndo nolewa sasa. Tumetoka pale. Yule baba hakuwahi kurudi fellowship tangu ile siku mimi nimeenda, akaacha fellowship kabisa.
Wale wana fellowship wakawa na wasikia wanamfuatilia. Jamani, baba fulani atumundi baba fulani. Walipoenda nyumbani kwake akamwambia, mimi sirudi tena kanisani. Anamuuliza kwa nini? Anambia, tumefanya yale maombi, nimekuja, nimekuta mbuzi zangu zimekufa, makondoo yamekufa, vitu vimevurugika. Sasa kama maisha yenyewe ya wokovu ndo hayo, sitaki. Nyie endeleeni kupambana na huyo shetani, mimi sina shida naye. Acha nikae zangu nyumbani kwangu. Manake roho ya Farao imeshaona kwamba huyu mtu ana kitu cha Mungu. Sasa dawa ni nini? Wakaanza kuwataki vitu vyake. Kila kitu anachokifanya akawa anaona ugumu. Akaona, nilipokuwa huko kabla sijaokoka mambo yangu yalikuwa yananinyokea. Sasa nimekuja kwenye line, mambo yangu yamevurugika kabisa. Kwa hiyo acha niachane na mambo ya wokovu, nirudi nyuma. Kwa hiyo ni roho ambaye haitaki kukuzuia, haikupi ruhusa ya wewe kuendelea mbele. Inakuzuia, inakupinga. Kila kitu unachofanya inakupinga. Inaleta upinzani kwenye kila eneo la maisha yako. Ukija kwenye ndoa, upinzani. Ukija kwenye uchumi, upinzani. Ukija kwenye huduma, upinzani. Kwenye eneo lolote la maisha yako inaachilia upinzani. Kwa hiyo lazima yatumike maombi ya nguvu yatakaye kufungua kutoka hapo kwenye hiyo roho. Namba 2 ni roho ambayo inaleta shinikizo, pressure and stress. Moja ya watu hawajui kwamba roho ya Farao inaweza kuleta pressure kwenye maisha ya watu na stress za kufa mtu. Hilo inakustress, inaweza ikashangaa mambo yanabadilika, yanakuwa magumu mara 2 ya ulivyokuwa unafikiria. Yanaongeza pressure kwenye maisha yako, yanaongeza stress kwenye maisha yako. Na hii tunaipata kwenye kitabu cha Kutoka ule mlango wa 5 mstari wa 10 na wa 11. Ngoja tuone hiyo. Anasema hao wasimamizi wa watu na manyapara wao wakatoka wakasema, watu wako wakasema na watu wakanena, Farao asema hivi, mimi siwapi majani. Enendeni wenyewe jipatieni majani hata mtakapoyaona, kwa maana kazi yenu haitapunguzwa hata kidogo. Maanake angalia, wanawekewa pressure, wanawekea shinikizo, wamenyimwa vitendea kazi, wanawekewa pressure, wanawekewa shinikizo kwamba hatuwapi hivi vinavyowasababisha mfanye kazi. Sasa nendeni mkatafute, na sijui mtatafuta wapi, na huko mtakapotafuta, lakini mjue kama mlikuwa mnatakiwa labda mfetue tofali 1000, tunataka tofali 1000. Kwa maana yake wakaongeza pressure juu ya wana wa Israeli, wakaongeza stress juu yao, wakapata msongo wa mawazo. Kwa hiyo ni roho ambayo inaweza ikakutia kwenye msongo wa mawazo vibaya mno. Inakupeleka kwenye msongo wa mawazo kuliko unavyofikiria. Sio kila mtu mwenye msongo. Sasa hii roho inajua inachokifanya nini? Inaweza ikakupa nafasi ya wewe kukopa, alafu isikupe nafasi ya kurudisha hicho ulichokikopa. Alafu sasa unajua watu wa vikoba kausha damu, wanakupresha mpaka nywele zote kichwani zinanyonyoka. Unatamani utoroke nje. Nini? Vikoba. Lakini ni hii spirit ya Farao tu. Yaani inasema kopa utakopa, kulipa shughuli. Haikuruhusu. Na wanakuletea pressure. Hiyo nyumba tunakuja kuuza, unafanya maombi ya kufunga, lakini usiku usingizi hauji. Ukigeuka hivi unawaza nyumba inataka kuuzwa. Ukigeuka hivi unaamka, unasema kwa jina la Yesu unakemea. Asubuhi unaamka unakutana na message, pressure inazidi kuwa kubwa. Manake hii spirit iko kazini. Kwa inaweka pressure na upinzani mkubwa ndani ya watu na stresi. Angalia hawa watu wanaongezewa stress kwenye maisha. Unaweza ukaombea mahusiano yako ya ndoa labda yalikuwa yanasheki. Alafu angalia hii roho ya Farao ilivyo shenzi. Unaomba, unasema Mungu naomba umbadilishe mume wangu. Anakuja, anakuangalia kama nyanya mbichi. Tena hiyo siku anakuambia toa pua yako hapa nisikuone kabisa. Kwenda. Sasa unamwambia Mungu, mbona mimi nimeomba huyu mbaba abadiliki? Sasa ile roho inachotaka ni wewe ukate tamaa. Maana inaongeza pressure kwenye mahusiano. Inaongeza pressure kwenye hilo jambo, ili ukate tamaa. Ndio kazi yake. Inakustress. Yaani hii roho ya Farao ilikuwa inawachosha watu kimwili na kiakili. Si kama unanielewa? Iliwachosha kimwili kwa kuwapa kazi ngumu, ikawachosha pia kiakili kwa kuongezea pressure na ma-stress. Pressure na stress inachosha akili. Ile shinikizo linavyochosha akili, kinachotokea akili inachoka, mwili unachoka. Kwa hiyo mtu anaona basi akili ikiwa iko fresh,
Mwili ukiwa umechoka, bado akili itafanya kazi, kwa sababu akili itakupa matumaini. Akili ikichoka, mwili ukichoka, tumaini hamna. Unalala sebleni, unaomba, unasema Mungu nataka breakthrough, labda kwenye ndoa. Yaani hiyo ndoa ndo inakuwa chungu kama pilipili manga, inakuwa shubiri mwitu. Roho ya Farao inaongeza pressure kwenye hilo jambo. Yaani ikiwa ni uchumi inaongeza pressure, ikiwa ni mahusiano inaongeza pressure, kazini inakuongezea pressure. Yaani unakuta labda unaandika ripoti, au kuna maripoti unatakiwa utoe, inategemea na nafasi ulionayo. Kama unahusika na maripoti, inaweza ikamuingia bosi wako akakupressurize mpaka hiyo ripoti ukawa unaandika madudu kwenye hiyo ripoti. Anakupressure. Yaani hata unashangaa, unafika wakati unafanya presentation, akili imehama, haipo. Anasema huyu hatukizi vigezo, anatakiwa kutoka. Lakini sio kwamba hauna akili, sio kwamba hauna uwezo. Una uwezo mzuri, una akili nzuri, lakini hii roho, kwa sababu imemtumia huyo kiongozi akaleta shinikizo kwenye maisha yako, yule kiongozi anakuwa kinyume na wewe, na mwisho wa siku unashangaa unaondolewa kazini. Unaondolewa kazini sio kwa sababu haujafanya kazi kwa bidii, ni kwa sababu ya hiyo roho. Nilikwambia hii roho inatenda kazi kimifumo, inaweza kukaa ndani ya watu, inaweza kuingia ndani ya familia, inaweza kuingia ndani ya mifumo yoyote. Ikiingia ndani ya kanisa inaweza ikashika tu watu. Yaani unakuta kanisa ugomvi. Labda wazee wa sharika hawaelewani na mwinjilisti haelewani na kwaya haelewani na yule haelewani na yule. Yaani manake inaleta mparanganyiko wa ajabu. Lakini ni hii roho inaweza ikaingia hata ndani ya mfumo wa taasisi yoyote, iwe ya kidini, iwe ni taasisi ya umma, iwe ni taasisi binafsi. Hii roho inapenya, na ikipenya huko ndani ni vurugu tupu. Kwa hiyo ni roho inayetenda kazi kwa kuongeza pressure na shinikizo. Tuangalie jambo lingine. Jambo lingine, kazi ngumu bila matokeo. Hii roho ya Farao inapenda kuona mtu anafanya kazi sana lakini habadiliki kimaisha. Maisha yake yanabaki kuwa yale yale. Yaani anafanya kazi sana lakini maisha yake yanakuwa zero. Ni mpambanaji. Yaani umetumia mbinu zote za kupambana ili utoke kimaisha. Hakuna mbinu ambayo hujatumia, kasoro wizi tu hujatumia. Lakini mbinu zote ambazo unajua hii zinanifaa nitoke kimaisha umezitumia. Yamkini bado wizi na utapeli ndio hujatumia, lakini umetumia mbinu zote, lakini hamna matokeo. Na unafanya kazi kwa bidii hali ya juu. Unaweza kujikuta unafanya kazi hata masaa 13 mpaka 14, lakini matokeo hayaonekani. Unafanya kazi, anayefaidika ni hiyo roho ya Farao, lakini wewe hauna matokeo. Tunakuangalia mwaka wa kwanza unafanya kazi huko vile vile, mwaka wa pili huko vile vile, mwaka wa tatu huko, miaka 10, miaka 20, miaka 30, huko hivyo hivyo ulivyo. Ukiona hivyo, ujue hiyo ni roho ya nani? Ya Farao. Kwa ni roho ambayo inaruhusu watu wafanye sana kazi ngumu bila matokeo. Ni roho ambayo inafanya watu wanakuwa katika hali ya utumwa. Yaani wanafika mahali wanakuwa kama watumwa kabisa, lakini sio watumwa. Inakutumia kweli kweli, ili matokeo yako yanakuwa zero. Muulize mwenzako, mpaka hapo tuko pamoja? Muulize, unamuelewa mwalimu wa somo? Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo ni roho ambayo inafanya kazi ngumu bila matokeo. Wanasema hard work without result. Tunaendelea. Nguvu za kibinadamu hazitoshi kuiondoa hii roho. Lazima tunahitaji msaada wa nani? Wa Mungu. Nguvu za kibinadamu hazitoshi kuiondoa hii roho ya Farao. Tunahitaji msaada wa Mungu. Ndio maana Mungu anamwambia Musa, pamoja na ishara zote zilizofanyika na mapigo yote yaliyopigwa, Farao hajawapa ruhusa. Yamkini umeshafanya maombi yote mpaka maombi ya kumfuu, lakini bado hii roho ipo. Leo kwa jina la Yesu lazima itakuachilia.
Haijalishi imekushika muda gani, imekaa na wewe muda mrefu, imekung'ang'ania, leo lazima itakuachilia. Nataka nikwambie kwa neno la Bwana, wana wa Israeli walikaa Misri kwa miaka 400, lakini kwa siku moja Mungu aliwatoa. Haijalishi hilo imeshika maisha yako kwa muda gani, kwa siku moja ya leo unaenda kutoka katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa imekushika kwenye biashara, Mungu anaenda kukutoa. Ikiwa ni kwenye ndoa, ikiwa ni kwenye mahusiano, ikiwa ni kwenye eneo lolote la maisha yako, haijalishi Farao amekubana kwenye kona gani, leo aishivyo huyu Mungu tunayemtumikia katika Kristo Yesu, nataka nikwambie kwa neno la Bwana, lazima atakuachilia kwa mkono wa nguvu, kwa sababu mkono wa Bwana una nguvu za kukutoa kwenye mikono ya Farao. Kwa haijalishi Farao amekung'ang'ania vipi, mkono wake umekuwa na nguvu juu yako, lakini nataka nikwambie mkono wa Bwana una nguvu zaidi ya mkono wa Farao. Kwa hiyo usiogope. Hilo lazima tutaisulubisha hapa leo. Kitaeleweka. Mwangalie mwenzako, mwambie leo kinaeleweka. Wangapi wanatamani kuona hii roho inaondoka kwenye maisha yao kabisa? Hebu punga na mimi mkono nione. Kama unatamani, simama juu kwa miguu yako, maana nataka tuombe. Nimeshakupa dondoo chache, zinatosha. Jioni ni saa ya maombi, sio saa ya kufundisha. Ama mimi nakuandaa tu kwa dakika chache tuingie kwenye nataka tupate nafasi ya kuomba zaidi hata ya dakika 20. Hii roho lazima itaachilia. Yaani nataka sikiliza, wakati tunaomba, wewe changanya silaha zote unazozijua kwenye ulimwengu wa roho. Tupa neno, tupa mkuki, tupa sururu, yaani utakavyoweza kutupa hizo silaha. Changanya damu ya Yesu, fanya unavyoweza, lakini lazima hii roho ikuachie kwa jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Ninaomba unirehemu, unisamehe, unitakase kwa damu ya Yesu. Ni kweli Bwana, yamkini kuna mahali nilifungua mlango, hii roho ya Farao ikaingia kwenye maisha yangu, ikasababisha hali ngumu ya kimaisha. Nami nakuja mbele zako, ninaomba unirehemu na unisamehe na unitakase kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Damu yako takatifu iliyomwagika pale msalabani, ninaiachilia kwenye maisha yangu, ikashughulike na hali yangu ya kimaisha. Pita kwenye uchumi wangu, pita kwenye mahusiano yangu, pita kwenye kazi yangu, pita kwenye ndoa yangu na kwenye kila eneo la maisha yangu. Pita mpaka kwa watoto wangu, pita kwenye kila eneo la maisha yangu. Damu yako ikamiminike, na kila upinzani ulioinuliwa na hii roho ya Farao, kwa jina la Yesu ukaachie maisha yangu. Kwa jina la Yesu ukaachilie maisha yangu. Mkono wa Mungu wenye nguvu uliweza kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, huo mkono wa nguvu ukanitoe mimi na nyumba yangu kwenye mikono ya Farao, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu bila kuogopa sasa. Kanda rabosikiri ya shanta bababazavia risa lavazanda babadia nderabosota brazavia, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu nimesimama kwenye madhabahu yako sasa. Ninaiachilia damu ya Yesu, ninaiachilia damu ya Yesu, ninaiachilia damu ya Yesu, ninaiachilia damu ya Yesu. Imiminike juu ya watoto wako walioko mahali hapa, wanaotufuatilia online mahali. Ninapeleka hiyo damu kuanzia sasa, Bwana, ikamiminike kwenye maisha yao, na hiyo roho ya Farao iliyokuwa inaleta hali ngumu ya maisha, katika jina la Yesu Kristo, pita juu ya hiyo roho sasa. Angusha hiyo roho, maana ulisema utakuja utafanya vita na hii roho ya Farao. Sasa tunaruhusu malaika zako wa vita waingie kazini sasa. Anza kufanya vita na hii roho. Pindua kama imekaa kwenye mifumo ya familia, piga kwa hiyo roho sasa na kuisambaratisha katika jina la Yesu. Kanda rabosikiri ya sanda, vunja, sambaratisha hiyo roho ya Farao iliyokaa kwenye mifumo ya familia, inazuia familia isiendelee mbele. Upinzani unatokea kwenye familia, kwenye shughuli zote za kimaendeleo, kwenye shughuli zote za kimaisha. Huo upinzani unaotoka ndani ya familia, unaosukumwa na roho ya Farao, na usambaratisha sasa, na vunja kwa mamlaka ya jina la Yesu. Maana neno la Mungu linasema Kristo Yesu alidhihirishwa ili azivunje kazi zote za shetani. Nami kwa mamlaka ya jina la Yesu ninavunja kila kazi ya shetani kwenye maisha yako. Hiyo roho ya Farao ambayo imesukumwa na uchawi, imesukumwa na uganga, imesukumwa na mapepo, imesukumwa na kuzimu, ambayo inafuatilia maisha yako, leo inasambaratika, leo inaharibika, leo inasambaratika, leo inaharibika. Haya, moto unapita, moto unapita, moto unapita. Ulimwengu wa roho sasa unakamatwa. Haya, hiyo madhabahu inateketea, hiyo madhabahu ya Farao iliyokuwa imeinuliwa, hiyo madhabahu
iliyoinuliwa na waganga na wachawi, ikasukuma roho ya Farao, inasambaratishwa, 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 inasambaratishwa. Moto unapita, moto unapita. Kuna watu ninaona wanatolewa kwenye madhabahu za giza. Moto unapita, moto unapita. Hiyo madhabahu inavunjika, hiyo madhabahu inavunjika. Hakuna roho itasalia, hakuna uchawi utasalia, hakuna uganga utasalia. Hiyo roho ya Farao iliyokuwa imeshikilia maisha yako, inayekufuatilia kwenye biashara, inayekufuatilia kwenye ndoa, inayekufuatilia kazini kwako, inasambaratika leo. Inasambaratika leo, inasambaratika leo, inasambaratika leo, inavunjwa kwa mamlaka ya jina la Yesu, inaharibiwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hiyo roho iliyokamata fahamu zako inapeleka, unaanza kufikiri kiutumwa. Risa lavazanda reseta kapasafa zanda zeba katabazavi handa babadia, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, moto unapita. Hiyo roho haitakaa juu yako, haitakaa kwa watoto wako, haitakaa kwa mume wako. Leo tunaachilia mkono wa Bwana, mkono wa Bwana wenye nguvu unapita sasa. Operation inapita, kila nguvu za giza zinasambaratika, kila nguvu za uchawi zinasambaratika, zilizokuwa zimesimama nyuma ya roho ya Farao. Hiyo roho inaangushwa na hizo madhabahu zinavunjwa kabisa katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Resatakavazanda, popote pale unapotusikiliza na kutufuatilia, haijalishi ni kwa njia ya radio, haijalishi ni online TV, haijalishi uko Tanzania, haijalishi uko nje ya Tanzania, hiyo nguvu iliyokukamata, hiyo nguvu ya Farao inapambana na maisha yako, leo inaangushwa katika jina la Yesu. Tunapeleka mapigo makubwa juu ya roho ya Farao, tunateremsha mapigo makubwa, tunateremsha mapigo makubwa. Lazima itakuachilia kwa jina la Yesu Kristo. Resatakapazanda risatakavazanda babaria makakakazova bayanda relazova bayanda rabosita rapakoroseta brazavia rikasanda rabasia risilivia zanda babaria makakazova bayanda rapakorosita barahanda risalavazando babaria, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo roho inakuachilia. Kuna mtu ninaona hiyo roho inaachilia biashara yake, amekuwa akifanya biashara kwa upinzani na Mungu anamfungua sasa kwenye hilo eneo. Huo upinzani unaondoka, huo upinzani unaondoka. Ninaona upinzani unaondoka kwenye eneo la biashara. Risa takazanda babaria, endelea kuomba wala usinyamaze. Huo upinzani unaondoka kwenye eneo la biashara, kwenye eneo la uchumi. Hiyo roho ile imeweka upinzani kwenye eneo lako la uchumi, unapambana kiuchumi na utoboi, inavunjwa kwa mamlaka ya jina la Yesu na inasambaratishwa kuanzia leo. Haitasimama wala itakuwa, katika jina la Yesu Kristo. Nimesimama kwenye madhabahu, natangaza katika jina la Yesu, hiyo roho itasimama juu ya uchumi wako, hiyo roho itasimama juu ya biashara yako. Moto wa Mungu unapita sasa, hiyo madhabahu inateketea, inaenda kuachilia biashara yako, inaenda kuachilia uchumi wako. Na hiyo mikono iliyokuwa imefungwa na roho ya Farao, hiyo mikono inafunguliwa. Kuna mikono iliyokuwa imeshikwa na roho ya Farao inaachiliwa, 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 inaachiliwa. Moto unapita, moto unapita, moto unapita, moto unapita, moto unapita kwenye hiyo mikono, maana neno la Bwana linasema Bwana ataibariki kazi ya mikono yako. Hiyo roho imekamata kazi ya mikono, inazuia usitoboe kiuchumi, inavunjwa na kusambaratishwa, inavunjwa na kusambaratishwa. Kuna mikono ya watu inahudumiwa, kuna mikono ya watu inahudumiwa. Ile roho ya Farao inazuia usipate baraka za Mungu, inazuia usibarikiwe juu ya kazi ya mikono yako. Yes, kwa jina la Yesu inaachia, inaachia, inaachia. Moto unapita kila mahali, kila mahali, kila mahali. Hiyo roho itasalia, itasalia. Iwe ni mahali hapa, wewe unatufuatilia kutoka mahali hapa, iwe uko online, moto unapita paka uko kwenye TV. Kanda rabosikiri ya saka rika sata kapazova resa lavazanda babalia makatada zovya bahanda risili vya zanda bababahanda rapa korosika rasavya risa lavazanda babalia makazavya mazanda risa lavazanda ropo korosivya handa, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Achia mikono ya mwanamke uliyoshikilia katika ulimwengu wa roho, achilia mikono yake, achilia mikono yake, achilia mikono yake. Kuna mikono ya mtu inaachiliwa, kuna mikono ya mtu inaachiliwa. Yes, ninaona, 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 ninaona huo mkono, hiyo mikono inaachiliwa, hiyo mikono inaachiliwa. Resataka vazonda ralazava bahanda babadia. Moto wa Mungu unapita, moto wa Mungu unapita kwenye mikono yako. Hiyo mikono inafunguliwa na zile baraka za Mungu alizokusudia kwa maisha yako leo zinaachiliwa katika jina la Yesu. Leo zinaachiliwa katika jina la Yesu. Moto unatembea kila mahali, kila mahali moto unapita. Reseke bazanda baba bazanda rapakoroseta bazanda babadia risataka zonda babakanda rabosia rapakorosikiria shanda risala bazanda babadia masataka zova bayanda rapakorosikiria shanda rabosia
karabasanda rabosia risiria vazanda rapa korosika rika sanda rabosia rili vizanda babadia. Moto wa Roho Mtakatifu unapita na roho ya Farao inaangushwa, na roho ya Farao inaangushwa, na roho ya Farao inaangushwa, na roho ya Farao inaangushwa. Inaachilia maisha yako, inaachilia uchumi wako, inaachilia maisha yako, inaachilia uchumi wako. Hiyo hali ngumu ya kiuchumi leo inaondoka kwa jina la Yesu. Leo inaachilia kwa jina la Yesu. Hiyo hali ngumu ya kiuchumi, umetembea kwa muda mrefu, umekaa hapo, nami nakutangazia kwa jina la Bwana wa mabwana, lazima itakuachilia, lazima itakuachilia, lazima itakuachilia. Lazima upate breakthrough kwenye eneo la kiuchumi. Natangaza breakthrough kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Mikono yako inafunguliwa, maisha yako yanafunguliwa katika jina la Yesu. Hiyo madhabahu ya Farao iliyokuwa imesimama ikashika watoto wako wasifanikiwe kiuchumi, wewe usifanikiwe kiuchumi, familia yako isifanikiwe kiuchumi, ndoa yako isifanikiwe kiuchumi, tunaingia kwenye ulimwengu wa roho. Tunatangaza hiyo ndoa kufunguliwa, tunatangaza breakthrough ya kiuchumi kwenye hiyo ndoa kwa jina la Yesu. Resa davazanda rika pasavia mazanda reselevazanda babaria makatada zova bayanda resa tabrazova mahanta brazia rili vizanda babababashanda rapa korosiki riashira rika pasata bazova bahanda rata kaprazevia bahanda babaria katada zova bayanda rabosia risa lavazanda babababashka. Yes, ndiyo hiyo roho inaachia, ndiyo inaachia, inaachia uchumi wako, inaachia hiyo ndoa iliyokuwa imeshikiliwa. Hujapata breakthrough kwenye eneo la ndoa, kuna watu wanafunguliwa kwenye hilo eneo. Uchumi wako unafunguliwa, uchumi wa mume wako unafunguliwa katika jina la Yesu. Moto wa Mungu unapita katika ulimwengu wa roho. Uchumi wako, uchumi wa mume wako unafunguliwa kwa wakati mmoja, paka na watoto wako uchumi wao unafunguliwa. Rapa sika pazanda resa lavazanda babaria katada zova bayanda rabosia katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Roho wa Mungu pita sasa kwenye eneo la uchumi, kwenye eneo la ndoa katika jina la Yesu. Risi ya zanda babadia rapa korosota brazavia. Hiyo roho ya Farao inaleta upinzani kwenye ndoa, inataka kuharibu hizo ndoa zisikae katika mapenzi ya Mungu, wasitembee katika mapenzi ya Mungu. Leo ninaingia katika ulimwengu wa roho sasa, ninasambaratisha hiyo roho, ninaifunga na kuiangusha chini, ninavunja madhabahu yake, ninaisambaratisha kwa jina la Yesu. Ninavunja hiyo roho ya Farao kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Nimepiga hiyo madhabahu kwa jina la Yesu, ninaiangusha. Maana neno la Bwana nasema, Bwana ameatia maneno yake kinywani mwangu ili kuangusha mataifa na falme. Nami naingia katika ulimwengu wa roho, naangusha hiyo roho ya Farao iliyovaa sura ya kifalme katika ulimwengu wa roho. Ninaivunja kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaivunja na kuisambaratisha, ninaipambanisha na Mungu aliye hai. Baba, ninaachilia vita, malaika wa vita, vamia mahali popote hii roho imekaa, ipigwe na kusambaratishwa, ivunjwe na kuharibiwa kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Moto wa Mungu kapite kila mahali roho ya Farao ilipojificha, ilipokaa, inasambaratishwa, 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 inasambaratishwa. Yes. Karabasanda rabosia risiki. Kuna mtu alikuwa amefungwa, ufahamu wake umefungwa, umebanwa hapa nyuma. Naona kwenye ulimwengu wa roho kuna kitu kimebanwa kwenye ufahamu wa mtu kwa nyuma hapa, na amekuwa akisikia maumivu mara kwa mara, anakuwa nasikia maumivu kutokea kisogoni. Neno la Bwana linapita sasa, tunalituma hilo neno sasa likakufungue katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Risa tapa vezada bahanda rabosia katika jina la Yesu Kristo. Moto wa Mungu unapita sasa paka kwenye ufahamu wako. Huo ufahamu ulikuwa umefungwa ili usifanikiwe kiuchumi. Huo ufahamu ulikuwa umefungwa na hii roho ya Farao, ilikuwa umekamata fahamu za watu ili wasifanikiwe kiuchumi. Hii roho ya Farao ninaisambaratisha. Achia fahamu za watu, achia fahamu zao, achia fahamu za watu, achia fahamu zao. Tunavunja manguvu ya giza yaliyokamata akili zako, yaliyokamata fahamu zako kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo roho inasambaratika, inaachilia ufahamu wako. Mapepo yaliyokaa yamekaa kwenye ufahamu, ninakukemea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Toka, achia kwa damu ya Yesu. Toka, achia kwa damu ya Yesu. Achia ufahamu wa watu, achia akili za watu kwa jina la Yesu Kristo. Umeshika akili zao, watu wanashika
wanashindwa kutumia akili zao ili wafanikiwe kimaisha. Umebana ufahamu wao, hawawezi kufanya vitu vya maendeleo. Ninavunja hilo spirit la Farao kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achia fahamu za watu kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Achia fahamu za watu kwa jina la Yesu. Ninavunja hiyo nguvu na kuiharibu katika ulimwengu wa roho. Ninafungua maisha yako, ninafungua maisha yako, ninafungua maisha ya familia yako waliokuwa wamefungwa kiuchumi. Ninawafungua kwa damu ya Yesu, ninawafungua kwa jina la Yesu kutoka kwenye minyororo yote ya kifarao katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Tunakutoa kwenye hiyo minyororo na hayo mavifungo ya Farao kwa jina la Yesu. Yes. Rala zava handa babahande rebosole vizaya karasata kavazonda babadia rapa korosikiri ya shanda labosia risata kapazonda babahanda rala vazanda babadia nderebosote ya brazia risiki vazanda babakanda labosia karabasanda randa rabosiki kiriasira rika sanda rabakorobosia karabasikiri ya shanda rapa korosota brazevia rika sata pazova bahanda. Kuna mtu mmoja ninaona nyumbani kwao, kijijini kwao. Manake hii roho iko kwenye familia, iko kwenye familia. Yani hiyo familia mmekuwa mnagombana hovyo hovyo, hamna amani, hamuendelei. Shughuli za maendeleo kwenye familia yenu zimekwama. Mnaishi maisha ya kimaskini na kiutumwa. Leo ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, mahali popote sasa, hiyo roho iliyokuwa imejificha kwenye hiyo familia, tunatuma moto, tunatuma moto, tunatuma moto. Tunavunja hiyo roho ya mafarakano, roho ya upinzani kutoka kwa ndugu zako, roho ya upinzani kutoka kwa wazazi wako. Tunaisambaratisha, tunaiharibu, tunaisambaratisha, tunaiharibu. Tunatangaza utolewe sasa kwenye hema vifungo ya Farao yaliyokufunga kutoka kwenye ardhi ya kwenu, kwenye ardhi ya kwenu, kutoka kijijini kwenu. Tunalituma neno la Bwana liende huko kijijini. Tunalituma neno la Bwana liende huko kijijini. Tunalituma neno la Bwana liende mahali popote ulipozaliwa, pale ulipozaliwa. Tunalituma neno la Bwana. Peleka damu ya Yesu sasa pale ulipozaliwa. Hiyo roho kama imekaa kwenye familia, kwenye ukoo, iachilie maisha yako. Peleka damu, peleka damu, peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu inanena mema. Achilia hiyo damu kwenye familia, achilia hiyo damu kwenye familia. Maroho yalikaa kwenye familia yanavunjwa, 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 yanavunjwa. Kuna mtu ninaona magonjwa ya kwenye familia yao, wana magonjwa ya pumu. Hii roho ya Farao imesababisha ishi maisha magumu ya kuugua. Sasa huo ugonjwa wa kurithi unavunjwa kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Huo ugonjwa unaondoka. Ninaona ugonjwa wa pumu unaachia hiyo familia, ugonjwa wa pumu unaachilia hiyo familia, ugonjwa wa pumu unaachilia hiyo familia. Karabasika rabahanda rili vizanda babadia rapa koroseta bazavia rekasita bazova. Ninaona familia nyingine ugonjwa wa kisukari umekaa hapo. Hiyo roho ya Farao imeleta mateso kupitia ugonjwa wa kisukari. Tunavunja hiyo roho ya mateso kupitia ugonjwa wa kisukari katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tumetangaza kuanzia sasa hautaugua kisukari, na natamka uponyaji juu ya watu wote wa kifamilia waliougua kisukari kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Tunatangaza kuanzia sasa hiyo roho ya Farao iliyoleta mateso ya kansa kwa jina la Yesu. Tunavunja mateso ya kansa kwenye hiyo familia. Watu wanaugua kansa kwenye familia. Tunavunja hiyo madhabahu na kusambaratisha kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Achia maisha ya hiyo familia kwa jina la Yesu Kristo. Na magonjwa mengine yoyote ambayo hatujayataja, tunalituma neno la Bwana la uponyaji kwenye hiyo familia. Magonjwa ya kuchanganyikiwa, tunapeleka damu ya Yesu. Tunavunja magonjwa ya akili yaliyoshikilia hiyo familia. Rakasela vazanda babadia rekeseta vavoza bahanda masika pazavia bahanda. Magonjwa yoyote yaliyotoka kwenye asili ya kwenu, tunapeleka damu ya Yesu kwenye DNA za familia ya kwenu, na tunavunja hayo magonjwa ya kurithi kwa jina la Yesu. Na matatizo mabaya ya kurithi ndani ya familia tunavunja, yanayosukumwa na hii roho ya Farao, tunayavunja na kuyasambaratisha kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Tunaangusha kabisa. Hayatakuwa sehemu ya maisha yako, hayatakuwa sehemu ya watoto wako, hayatakuwa sehemu ya kizazi chako kwa jina la Yesu Kristo. Hilo ni roho la Farao lililokuwa limetengeneza misingi ya umaskini kwenye familia. Nimevunja hiyo roho ya umaskini kwenye familia yenu, na ninatangaza kuanzia sasa mtakuwa juu, hamtakuwa chini katika jina la Yesu Kristo. Mtakuwa kichwa na mtakuwa mkia katika jina la Yesu. Nimetangaza kutoka kwenye madhabahu ya Bwana kwamba hiyo roho nimeiharibu kupitia hiyo misingi mlikuwa imejengwa kwenye familia, iliyojengwa kwenye ukoo. Tunavunja kabisa. Resela vazanda rela vazanda babadia. Ninaona kuna familia nyingine
vidonda vya tumbo. Ninasikia Roho wa Mungu akiniambia vidonda vya tumbo vimekuwa, yani huko kwao wanauguaga tu mavidonda ya tumbo. Ukifuatilia ni mavidonda ya tumbo. Baba, ninaingia kwenye ulimwengu wa roho sasa. Ninavunja hiyo madhabahu ya vidonda ya tumbo vinavyopita kwenye, vilivyosukumwa na hiyo roho ya Farao kuleta mateso na maisha magumu na hali ngumu ya kimaisha. Nimevunja kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa sababu neno lako linasema Kristo ulidhihirishwa ili uzivunje kazi za shetani. Nami kwa mamlaka ya jina la Yesu nimevunja kila kazi za shetani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwenye hiyo familia tumewafungua sasa kutoka kwenye maroho ya umaskini, tumewafungua kutoka kwenye maroho ya vidonda vya tumbo kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Masili azavi ya handa rabosia. Mshukuru Bwana, mshukuru Mungu, kuna kitu kimefanyika. Mshukuru Mungu, mwambie Mungu asante kwa kutufungua. Na hata kama kuna tatizo la kifamilia ulikuwa unajua linasumbua familia yenu, limeondoka. Mshukuru Mungu, mshukuru Mungu, mshukuru Mungu. Mungu asante kwa sababu umefanya. Uhimidiwe na utukuzwe. Hatuchukui hata chembe ya utukufu wako. Tunarudisha sifa, tunarudisha heshima, tunarudisha utukufu kwako. Wewe ndiye Mungu uliowafungua hao watu. Wewe ndiye Mungu uliowatoa kwenye utumwa wa kifarao. Wewe ndiye Mungu uliowatoa kwenye utumwa wa Kimisri. Wewe ndiye Mungu uliowatoa kwenye maisha ya Kimisri. Na lihimidiwe jina lako, na litukuzwe milele yote, kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa upendo wako, asante kwa baraka zako, asante kwa neema yako, asante kwa kibali chako. Uhimidiwe Bwana na utukuzwe, kwa sababu umewavusha watoto wako, umewatoa kwa mkono wa nguvu katika mikono ya Farao. Lihimidiwe jina lako Mungu, na litukuzwe milele yote. Wewe ndiye Bwana wa mabwana, na wewe ndiye Mungu wa miungu, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Utukufu na wewe Bwana milele na milele. Amen. Pige Yesu makofi na vigelegele vya shangwe. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Karibu mtumishi wa Mungu.